Unaloliwaza mzee alikuwa. Unalifikiria na hii ni leo nitoe onyo. Kuna watu wanabeti kweli makanisani. Makanisani. Kulikuwa tu kuna kamchango kidogo kwa kwaya, labda dada sikio alikuwa nazo hela, akakulipia na wewe sasa. Hayani jamani, tafadhali. Na ndio analipenda. Wewe shetani mdogo wewe. Yaani wewe usisaidiwe. Ukiona tu kichaka umeshabana nani? Toka. Sema amen. Lakini jambo lingine la kuangalia na kuzingatia. Je, kweli ananipenda au ameshawishiwa tu? Gari mambo ya kushawishi. Ukiona vijana wamekaa. Wewe unashawishi kiapendo bwana. Wewe unashawishi tu. Na ushawishi mtu asikusidi. Mwingine ni huo ni ushawishi. Ushawishi huwa udumu. Ila pendo la kweli linadumu. Nafikiri mke wangu mimi ningekuwa nimeshawishiwa sikumpenda. Leo nina miaka naye toka nimeoa mke wangu. Leo tuna miaka 24. Toka tuoane. Nina miaka naye 24. Na kwa sababu namtunza nakata mpunga, hata hapa nikipigia simu nikaweka loudspeaker la kwanza nitasema shikamoo baba. Wewe bro shikamoo nani? Sema amen. Sema amen. Sema amen. Lakini namba 7, tabia yake ikoje? Mchafu hatari. Hata sisi wazee wanaume. Wanakuta mwanaume kijana haina kuoga. Amepiga maji yake passport size falsafa. Akimaliza kuoga, anachoka taulo kake kwa 2500. Anajifuta. Akitoka na taulo anaenda kigeto. Chumba hili moja. Aelewe kama taulo ukishaioga unatakiwa ujanike. Hiyo taulo ndio inageuka kwa dustbin. Akifika kitandani anatupia chini, anafanya kitu kingine. Sikiliza. Kaweka neti huu mwezi wa 3 hajawahi kutoa. Yaani anaanza kutoa usumbufu. Wewe fikiria ukiingia hiyo hapo na kwa. Neti la miezi. Sasa kama neti la miezi hiyo, hebu niambie hali ya shuka itakuwa. Kama neti, yaani neti kuipandisha juu na jioni kuishusha miezi 3 tashindwa. Sasa shuka la mwenzangu litakuwa ni hali gani? Yaani anapata mafua, yanaisha, anaondoa na mchungaji. Yanaunga mengine. Sasa nyingine kama ukasema yeye ni shetani. Lakini hiyo ngoma sio tu wanaume. Hata kuna mabinti. Yaani binti kaamka. Kaamka binti kabisa. Hivi ninavyohubiri hapa, kaja kwenye kambi ya gari toka haji. Kaacha shuka kama imeliwa na ng'ombe. Na ukitaka kujua jambo hilo, ukitaka kujua leo ni wasanue vijana wa kiume. Nataka muombe nyinyi, nataka kuomba, nataka kufanya nini? Ukiona binti anajipamba sana. Yaani ukiona kila wakati yuko smart, mdomo mwekundu kama simba kana sungura, yaani nataka naye. Jiandae. Unakuta sebeni pazuri, pamoja na vitambaa, nenda chumbani. Niende leta hofu, beti iliyokufa, limwiko la kupitia kwenye shughuli, limekaa na mimi nimetokeza chini ya kitanda hivi.
jehanamu. Ukilala unajua unapolala wakati mwingine wala mdomo unakuta mpaka mimi anakufikia. Lakini nje alitoka. Ni akiusa kweli. Nakwambia. Lakini jambo la 8, ana maono, mipango ya maisha yake. Usione na zezeta au usiwe zezeta. Unajua kuna watu akili zao zimeisha kwenye kula chai, ubwabwa wa mchana na jioni. Yaani kuna mtu akipata chai, chakula cha mchana na cha jioni, karidhika dunia yote anayoona ya kwake. Kumbe hapana. Hapana. Ni lazima uolewe na mtu mwenye maono. Hata kama hana hela lakini ana maono. Lazima uoe binti mwenye maono hata kama hana hela lakini ana future.